Kaimu Katibu Tawala Mkoa wa Kigoma ndugu Deogratias Sangu amepongeza bajeti iliyotengwa na serikali akiwa katika kongamano la kujadili vikwazo ambavyo vinakwaza biashara zisizo za kiforoza au kikodi, ambapo lilifanyika katika ukumbi wa mikutano wa Tanganyika manispaa ya Kigoma Ujiji. Ameyasema hayo wakati alipokuwa mgeni rasmi katika kongamano la shirika la YEFA likishirikisha TCCIA na AGRA, hasa kutoa elimu kwa vijana na wafanyabiashara wa mipakani. Ameongeza kuwa mafunzo aliyopata yakawasaidia kuongeza ubunifu katika kuzalisha biashara. Awamu hii ndio imeleta mchango mkubwa kweli wa kuibadilisha Kigoma kutoka ilipokuwa kwenda mbele. Pigeni makofi mengi. Sambamba na hayo, Sangu ametoa rai kwa vijana na wafanyabiashara kwa mafunzo waliyopata wakati wa wajumbe kwa wengine. Basi nitoe rai kwa washiriki wote kuwa watulivu na kuwa makini katika kufuatilia mafunzo na kushiriki mijadala kwa manufaa ya wafanyabiashara wa mikoa yetu. Kadhalika, makamu wa rais wa Chemba Biashara, Viwanda na Kilimo TCCIA Tanzania ndugu Aswara Said Swala amesema kuwa uwepo wa majadiliano unajenga mahusiano mazuri kwa wafanyabiashara wa mipakani. Leo nimepata fursa ya kushiriki kwenye majadiliano haya ambayo yameandaliwa kwa ushirikiano kati ya TCCIA na shirika la AGRA hapa Kigoma. Ni majadiliano ambayo yamelenga zaidi kuona ushiriki wa wafanyabiashara hasa vijana. Sasa kwa nini tunafanya majadiliano ya aina hii? Msingi mkubwa sio tu kuona namna ambavyo wanaweza kushiriki hawa vijana, lakini pia kujaribu kuwashirikisha namna ya kuweza kukabiliana na changamoto ambazo zinajitokeza katika maeneo haya mpaka wanapokuwa wanafanya biashara. Kwa hiyo ina complement juhudi zinazofanyika sasa kupitia haya mabaraza ya biashara ya nchi husika, lakini pia hili la pamoja la Afrika Mashariki kuweza kutatua changamoto ambazo zinajitokeza katika kufanya biashara baina ya nchi na nchi. Kwa hiyo ni mradi ambao kwa kweli una manufaa makubwa, sio tu kwa Tanzania lakini pia kwa nchi wanachama kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na hasa zaidi majirani zetu sisi kama Tanzania. Kwa upande wake, afisa programu wa shirika la AGRA Donald Mzambwa amewaomba vijana na wadau walioshiriki kongamano hilo wajitokeze kuchangamkia fursa za biashara mipakani. AGRA katika kipindi cha miaka 5 ijayo tunatekeleza mradi unaofahamika kwa jina la YEFA, Youth Entrepreneurship for the Future of Food and Agriculture. Lengo kubwa la programu hii ni kuhakikisha kwamba vijana wengi zaidi wanapata ajira kupitia sekta ya kilimo. Na eneo mojawapo tunalofanyia kazi ni kuhakikisha kwamba kwenye biashara za vyakula za mipakani kunakuwa na vijana wengi wanaoshiriki katika biashara hii. Hali ilivyo sasa inaonyesha kwamba ushiriki wao kwenye biashara za mpakani bado uko chini. Sasa kwa kupitia mradi wa YEFA tumeona ni vyema tukakutana na vijana hao ili kufanya kitu wanaita public private dialogue, kwa maana ya kuwashirikisha wadau wengine kusikia changamoto zilizopo ambazo zinawafanya wasishiriki katika biashara hizo na kuwashawishi wengine wale ambao hawako kwenye biashara hizo waweze kushiriki biashara hizo. Aidha, meneja wa YEFA program Bonivenja Bonifasi amesema kuwa lengo la kongamano hilo ni kuunganisha vijana na taasisi za kibiashara na kuboresha baadhi ya vikwazo vilivyobainishwa kwa wafanyabiashara. Leo tumefanya PPD ya vijana wenye chini ya umri wa miaka 35 mpaka 18. Tumewakutanisha pamoja hapa Lake Tanganyika Hoteli kwa lengo la kujadili changamoto zinazokwaza biashara zisizo za kiforoza. Wamejadili kwa kina vile vikwazo ambavyo vinakwaza biashara za mipakani. Utafiti unaonyesha 70%, juu ya 70% ya vijana hawashiriki kwenye biashara za mipakani. Kwa hiyo fursa hii kupitia hii programu ya AGRA imewaweka pamoja ili kuweza kujadili hivyo vikwazo ambavyo vinakwaza biashara, lakini pia kujifunza. Tumechukua vijana kutoka mipaka yote ya mkoa wa Kigoma, kuanzia Kakonko, mipaka ya Kakonko, Kasulu, Kigoma pamoja na Uvinza. Kwa upande wao, wadau walioshiriki kongamano hilo wamesema kuwa kutokana na mafunzo waliyopata watakuwa wajumbe kwa wengine katika swala la kuhamasisha jamii. Kwa majina naitwa Farida Adam Nisana, ni mfanyabiashara Kigoma mjini na pia nimetoka Chemba ya Wanawake TWCC. Sisi tuko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao tuna cross border. Kuna boda ambazo tunakutana nazo na vikwazo ambavyo ni vikubwa sana. Kwa mfano kama boda ya South Sudan.
Kwanza kauli mbiu ya South Sudan, ingiza biashara, hakuna kutoa biashara. Lakini ninachofahamu biashara ni mabadilishano. Aone biashara ya nchi yetu na sisi tuone biashara ya nchi yao. Lakini nchi yao kauli mbiu haitoi biashara kutoka huku. Tulipata shida sana pale, tulikalishwa zaidi ya masaa 5 pale kwenye boda yao, tunakaguliwa hadi kwenye mikoba tungeishika tulikuwa tunakaguliwa. Hawataki kitu chao kitoke nje. Kwa hiyo tumepata shida sana kibiashara, hutoi biashara kutoka kuja nchi yako. Na pia kuna boda ambao nimecross ya Manyovu hapo pia kwenda Burundi. Na pia ni changamoto, ni tatizo pia vile vile. Yaani una vibali vyote, una dokumenti zote, lakini pia wanazuia mzigo ili kwamba tu utoe chochote. Ina maana kama hutotoa chochote basi mzigo wako hautaingia. Kwa majina naitwa Lydia Daudi Bingo, ni mjasiriamali ambaye nadili na vipodozi lakini na biashara za vyakula ambaye natokea Kasulu. Tuko hapa Lake Tanganyika tukiwa tumepewa fursa na watu wa TCCIA wakishirikiana na watu wa AGRA ambao wamejitolea kutupa mafunzo sisi vijana, hasa sisi wajasiriamali. Lengo ni kutuelimisha kuhusiana na watu ambao wanafanya biashara za cross borders, kwa maana ya kwamba mipakani, vyakula ambavyo havijachakatwa, tukiongelea mahindi, maharage, alizeti na kadhalika na kadhalika. Kwa majina naitwa Edson Daniel Gabriel, ni mkurugenzi wa kampuni naitwa Kibondo Crop Processor Company Limited ambayo najishughulisha na uuzaji na ununuzi wa mazao. Siku ya leo niko hapa Kigoma kwa ajili ya kuhudhuria washa ambayo imeandaliwa na TCCIA ikidhaminiwa na watu wa AGRA. Cha umuhimu zaidi, sisi kama vijana, na namna gani tunaweza tukajikomboa kiuchumi. Siku ya leo tumekutana na benki, lakini pamoja na wafanyabiashara wengine ambao wako katika nyanja hii ya kufanya biashara za kilimo. Hivyo nimejifunza hapa na nadhani nitakuwa shahidi kwa wafanyabiashara wangu vijana ambao wanachipukia, ili kesho kutwa kampuni zetu zikue. Nikiripoti kutoka ukumbi wa mikutano Lake Tanganyika Hoteli, Manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma. Mimi ni Julius Kantalungwa wa Kikora Media.